Aishi Manula anamwambia sogea kulia. Bernard Morrison! BM3 Bernard Morrison anabadili scoreboard. Free kick ya viwango vya hivyo ndivyo tunavyoingia kuziangazia takwimu za dabi ya Kariakoo ambazo zimewahi kushuhudiwa ndani ya mwezi Machi katika misimu tofauti. Mahasimu hawa wa soka la Kitanzania, Yanga na Simba, wamekuwa na upinzani uliotamaraki ushindani hata kabla ya uhuru wa nchi yetu, nchi ya Tanzania. Na mahasimu hawa wamekutana mara kibao. Je, kuelekea dabi ya tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025, rekodi zinasemaje? Tuanze na dabi ya tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2015 ambapo Simba iliibuka na ushindi wa bao 1-0. Bao hilo la Simba likifungwa na nyota Emmanuel Arnold Okwi, mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uganda, lakini pia mshambuliaji ambaye amewahi kuzitumikia timu zote mbili, Simba pamoja na Yanga. Lakini takwimu za kihistoria zinatusogeza kutoka mwaka 2015 na zinatuleta hadi tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2020, siku ambayo ulimwengu wa soka unamkumbuka hayati John Pombe Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mechi hii ilitamatika kwa Yanga kufunga bao 1-0 kupitia free kick ya kigaidi iliyochongwa na Bernard Morrison na kumshinda nyota aliyekuwa langoni. Huyu ni Aishi Manula, Tanzania wani. Wengi wamekuwa wakimpatia majina makubwa na kihistoria, lakini alishindwa kufanya makubwa katika free kick hiyo. Je, tarehe 8 ya mwaka huu mambo yatakuwaje? Mmoja anasema kuwa itakuwa ni mechi ya mazoezi kuelekea robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku mtani akijibu kuwa ni mechi ya kuwafunga midomo wapinzani wao. Lakini na kuacha na kitendawili kimoja. Je, rekodi ya kufunga hat-trick iliyoandikwa Julai 19 mwaka 1977 na Abdallah King Kibadeni, mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Simba, nani wa kutegua kitendawili hicho? Tukutane baada ya dakika 90. Langu jina ni Agathon Benedicto.